na niombe kwa watu wengine ambao hawajachukua kadi basi waweze kuchukua. Ni shilingi 5,000 tu unajipatia kadi yako. Na pia vile vile lingine la kuongeza ni kwamba tunaenda kufanya kitu ambacho ni bora, na tunategemea tutapata watu kutoka nje ambao tayari wapo interesting kwenye hili swala ambalo tunaenda kulifanya. Na tutafanya tu makubwa sana, watu wa nje wamepokea na wapo tayari kuwa wageni rasmi, na tuna wageni mbalimbali ambao wapo wanakuja kwa ajili ya kusherehekea na sisi. Kwa hiyo kitu tumekiandaa kwa gharama, na pia kitakachofanyika kitakuwa cha furaha na chenye gharama na uwaledi mkubwa. Ina maana kufika kwako, neno sasa ambalo ulikuwa umeuliza, kufika kwako ni ushuhuda wako. Kwa hiyo njoo ujionee. Chukua kadi kwa shilingi 5,000 utaingia. Na inafikiri kwa shilingi 5,000 unatumia chakula cha zaidi ya 5,000. Ina maana ile 5,000 inasaidia tu kwa mambo mengine, lakini maandalizi rasmi ya sherehe yapo. Kwa hiyo na ukitaka tena ukae kwenye sehemu nzuri ya VIP, utachukua kwa shilingi 15,000. Na pia ukitaka ukae siti moja na mwenziwe, ina maana kapo, basi ni shilingi 10,000. Karibu sana uweze kushiriki nasi vijana wa Kifuliro na Kivira hapa kwetu. Abedi TV, jicho la nyumbani. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani. Siku mwanana, siku njema sana tumezawadiwa na Mwenyezi Mungu. Niseme asalamu alaykum kwa Waislamu, lakini pia Bwana Yesu asifiwe kwa Wakristo. Kote tupo. Leo nimekutana na mwamba, tena kiongozi wa vijana kwenye kabila ya Kifuliro na Wavira. Kuna maandalizi fulani ambayo yameandaliwa kwa ajili ya tamasha fulani au sherehe ya vijana wa Kifuliro na Kivira ambayo itakayofanyika hapa karibuni tu. Na tutajua mengi kwa nini kaandaa hayo mambo, lakini pia why atengeneze group la vijana wa Kifuliro na Kivira, kwa malengo yapi ambayo ameyatengeneza. Lakini pia tutajua nini hatima kabisa ya kundi hilo, lakini pia ilianza lini na wanatarajia kufanya nini. Tutamjua kwa majina, lakini pia kwa mengi zaidi. Uko na Misadma Maisha, nyuma kamera ni Rauli Graphic. Ndugu kiongozi, habari ya midai? Salama, hatujambo. Ni heri. Ni heri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naona wewe ni Muislamu kweli. Kiongozi wa Abedi TV au jamii yetu natamani sana kukufahamu kwa majina. Unaitwa majina gani? Ndiyo, asante. Kwa majina naitwa Professor Livingstone Mwayaye. Hayo ndo majina yangu. Kiongozi, kama kawaida tunakufahamu kama kiongozi mwenyekiti wa vijana kabila la Kifuliro na Wavira. Imekuwaje mpaka ukawa kiongozi mwenyekiti wa kabila hilo? Sawa, kwanza haikuwa rahisi, pia ni nafasi mojawapo ya kujivunia, kwa sababu unapokuwa kiongozi ina maana watu wanakuamini wewe kuwa kiongozi. Na pia vile vile kwenye umoja wetu wa vijana wa Kifuliro na Kivira, sio kwamba mimi ndo mwanzilishi, nilikuwa mwanamemba kawaida, kuko na wabeba maono walikuwepo, lakini nilianza kawaida, leo hii naitwa kiongozi, yani mwenyekiti kabisa. Kwa hiyo haikuwa rahisi, na pia watu wameniamini, na nafikiri hata matokeo ya uongozi wameshaanza kuyaona. Ndiyo. Kwa historia fupi, pamoja kwamba haiko wewe ndio ulianza kabisa kwa mwenyekiti wakati kundi lilipotengenezwa, lakini naamini una historia fupi kuhusiana na mwanzo kabisa ya kundi. Ilianza lini kundi? Ndiyo, asante. Sasa hivi tuna muda, kwa sababu ukiangalia tupo kwenye mwaka wa 2025, lakini umoja huu ulianza rasmi mwaka 2022. Ni kipindi ambacho ilikuwa ni vigumu sana katika swala la kuweza kuactivate, kushawishi vijana kujiunga. Ilikuwa ni vigumu sana, na wakati huo na mimi nilikuwepo, lakini sio mwanzilishi. Ina maana katika wale watu walioshawishiwa nilikuwa mshawishiwi, nikaingia ndani moja kwa moja, lakini nikawa nimeondoka, na nilivyorudi nikaendelea, na mpaka leo imefikia. Kwa hiyo sasa hivi tuna muda.
Ya, na hiyo ndo historia fupi ya jinsi tulivyoanza huu umoja wetu. Ya, asante sana. Na pamoja kwamba historia umetupatia historia fupi kabisa ya jinsi ilivyoanza. Hivi nani ndo aliyekuwa mwanzilisha mbeba maono wa kundi hili? Mwanzilishi mbeba maono bila shaka lazima nimshukuru na niendelee kumshukuru, kwa sababu hata leo najivunia kuwa mwenyekiti, lakini sikukuwa na hii idea miaka yote hii. Lakini yeye ndo alianzisha na leo ameniachia umwenyekiti. Kwa hiyo yeye amebaki mzee mshauri kama mwenyekiti mstaafu. Alikuwa ni bwana Dr. Fadhili Kisese. Yeye ndiye ambaye naweza nikasema ni kaka yetu, mlezi wetu, mwenyeji wetu katika umoja. Kwa hiyo kwa kitu alichokifanya ambacho alienda kuunganisha utamaduni wetu wa Kifuliru na Kivira, ni jambo la kumshukuru, na niendelee kumshukuru tu. Mwenyezi Mungu amjalie kila laheri katika maisha yake, na mimi naendelee kumwahidi tu kwamba maono yake aliyoyaanzisha leo sisi ndio ambao tupo kwenye viti na tunaendeleza. Ila niahidi kwamba kwa mula wangu sitokaa nikamwangusha yeye, na umoja na maono yote lazima nitaisimamia mpaka pale ambapo na mimi nitastaafu na kuachia wengine. Ndio. Ya, pamoja kwamba kundi hili lilitengenezwa umoja wa vijana wa Kifuliru na Kivira, ni malengo yapi ambayo yamewekwa kabisa ili kufanyikisha umoja huu? Malengo ni mengi, lakini kama tunavyojua hakuna mtu duniani asiyekuwa na asili yake. Na dunia inavyokwenda na teknolojia inavyokwenda inabadilisha mambo, watu tunajikuta kwamba vijana wengi asili yao inakuwa ni teknolojia pali ya kuwa na asili yao ya kizazi. Kwa hiyo sisi malengo yetu tumeona kwamba vijana wengi wa Kifuliru na Kivira kambini ni Nyarugusu ni vijana ambao sasa hivi wanapatikana katika nchi mbalimbali duniani. Pia tofauti na vile ni vijana ambao tayari wamesoma. Na mtu ili aitwe msomi hata shuleni huaga tunasoma utamaduni. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana mtu kujua asili yake, kujua utamaduni wake, hususan utamaduni wetu wa Kiafrika, hata kama tuna mila tofauti tofauti na tabaka tofauti tofauti, lakini ni jambo la maana. Sasa kwenye swala la lengo, sisi vijana wa Kivira na Kifuliru kambini Nyarugusu tunasema ya kwamba lengo la kwanza ni kujua asili yetu inasemaje, namna ambavyo tunatakiwa tuishi, tuoe, tuzae, tukuze. Lazima tuzingatie mila yetu ya asili. Kwa hiyo hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili ni kupeana fursa, kwa sababu naona dunia ya leo hakuna kitu bila connection. Na vitu vingi vinaanza na watu. Na sisi vijana ni watu. Na ndio maana waga naambia watu hakuna mtu aliyetajirika akiwa mzee. Kila mtu alitajirika akiwa kijana. Ina maana katika ujana ni nafasi mojawapo wa kuandaa maisha. Kwa hiyo hakuna tunachoweza ukifanya bila kushirikiana katika asili yetu. Kwa hiyo hayo ni malengo pia. Na pia kupeana connection, ina maana fursa za kazi, kupeana masomo. Wafuliru tumesoma, tunajiamini, tuna uwezo. Kwa hiyo lazima tushare asili na tushare mambo ya kidunia ya kisasa kupitia kupitia elimu. Pia vile vile tunaona vijana wengi kwenye swala la kuoa, kuna watu wanafanya elopement, kitu ambacho kwenye asili yetu ni kosa la jinai. Kwa hiyo lengo letu tena ni vile kumfundisha mtu anapotaka kuoa lazima afate mila na desturi yetu inasemaje. Na pia sisi kama vijana kumsapoti, unaona, kumsapoti wakati wa harusi, wa sherehe ya kujifungua, hata kwenye misiba, kwenye magonjwa. Hayo yote ni malengo yetu ambayo tumeona kwamba itakuwa ni vizuri sisi vijana wa Kifuliru na Kivira kufanya huo muungano wetu. Ndio. Na pamoja na kwamba aliyekuwa mwenyekiti sasa hivi ni mstaafu, anakuwa kama mshauri, na wewe sasa hivi ndio mwenyekiti ambaye unaongoza kundi hili la vijana wa Kifuliru na Kivira. Hivi kwa yale malengo yako ambayo uliyoyaweka, au tuanze kwanza, ni lini ulitawazwa kuwa mwenyekiti wa kundi hili? Ya, kwanza katika swala la uchaguzi mimi kuwa mwenyekiti na kuwekwa rasmi kwenye kiti hichi cha kuongoza vijana wote wa Kifuliru na Kivira ni hapa karibuni, ilikuwa mwezi wa pili
ambapo niligombea na pia vile vile nikateuliwa kuwa mwenyekiti. Niseme kwamba haikuwa rahisi, lakini naamini kwamba vijana wote wa Kifuliro na Kivira wameniamini na ndio maana wakawa wamefanyeje, wamenichagua. Na niseme tu kwamba hakuna chochote kibaya, tunaendelea kufanya kazi kwa waledi, kupokea maoni na kuendeleza zile tunasemaje, ina maana sheria, ina maana kitu tulichokikuta, ina maana tunasemaje kwa Kiswahili hapa, tamka kwa lugha ya asilia ni sawa. Yani muongozo niseme, yani muongozo wote namna ambavyo tunatakiwa, yani katiba. Ina maana natembelea katiba yetu, na alafu istoshe na imani katika muda wangu wa kutawala wa mwaka 1.5 nitafanya kitu kizuri sana. Ndio. Kwenye katiba inasema kwamba mtawala anatakiwa kutawala mwaka 1.5. Na hivi kwenye malengo yako, je, tokea utawazwe mpaka sasa hivi kuna baadhi ya mambo ambayo mmeshayafanya ya kutimiza ile malengo yako? Ndio, nimefanya vitu vingi, tayari nimefanya vitu vingi. Nafikiri hata vijana wenzangu wanashuhudia juhudi zangu na malengo yangu ambayo naendelea kuyaweka. Tukiangalia sasa hivi mtu unakuta kijana wa Kifuliro ama jamii ya Kifuliro ama Kivira, ulikuwa unakuta mtu anapopatwa na matatizo watu hawamsogelei, lakini kupitia na zile ule muhemko wa umoja, tunakuta kwamba watu wanawasili endapo mtu anapopata matatizo. Hiyo yote inaashiria kwamba ni kiasi gani tulifanya kazi na kufanya kampeni ya kushirikiana kwa umoja. Pia hilo ni jambo ambalo watu watalikumbuka, na wale watakao tathmini wataliona kwamba uongozi wetu umesaidia sana kuweza kuamsha hilo katika jamii yetu. Na jambo la pili, nafikiri kitu cha kwanza ilikuwa inatakiwa mimi nisifiwe kusema kwamba imekuwa ni nafasi mojawapo pia ya kuamsha vijana, kwa sababu wamepokea sana vizuri, wamejitoa sana, wanaendelea kushiriki. Hiyo yote inaonyesha ni maendeleo, kwa sababu maendeleo bila kushiriki ni sawasawa na bure. Kwa hiyo na nafikiri muda si mrefu, kitu muhimu sana, na ndio maana tumefanya hii interview, ni sehemu mojawapo ya mimi ya kuonesha maendeleo yangu ambayo nimeyaleta katika vijana, na mengi tu yatakuja. Nafikiri TV hii itakuwa ikifuatilia, nitakuwa ikitoa taarifa mbalimbali kwa kile ambacho kitakuwa kinafanyika. Ndio. Ya, asante sana kiongozi, na hongera sana kwa jukumu na mchakato mzima ambao unaendelea kufanya. Lakini pia nikigusia upande wa wazee wetu, muunganiko huu wa vijana wa Kifuliro na Kivira, je, kuna uhusiano kati ya kamati ya wazee na muunganiko huu wa vijana? Hiyo ni lazima, kwa sababu sisi bila wazee hatuwezi, na wazee bila sisi hawawezi. Kwa hiyo tayari tuna ushirika mkubwa sana, wazee wametuamini na sisi pia tumewaamini. Yaani wale ni wakuu wetu, kwa hiyo sisi tupo chini yao. Kwa hiyo hatuwezi tukafanya chochote bila kuwashirikisha, na wao hawafanyi chochote bila kutushirikisha, kwa sababu nguvu yote ni nani? Ni kijana. Kwa hiyo tuna ushirika, na sio tu ushirika, ina maana sisi ni umoja ulioko ndani ya umoja mwingine. Kwa hiyo tuna ushirika mpana sana, tena mkubwa, ambao yani hauna mipaka. Isipokuwa tu wale ni wazee wetu, lazima pia tuwachukue kwenye nafasi yao kama wazee. Ina maana sisi unakuta kwenye ujana tunaweza tukapenda kitu tukaona ni bora, lakini tukipeleka kule kwa wazee wetu, ule ubora wetu kaonekana kwamba ni mapungufu, lazima tutii. Kwa hiyo sisi na wazee tupo vizuri, wala ina shida. Yaani ni wazee wetu, ni walezi wetu. Ina maana ni kila kitu kwetu sisi. Ndio. Ya, nishukuru sana endapo ushirikiano upo mzuri kati ya vijana na wazee. Lakini pia kuna wale vijana ambao wameshatangulia, wako kwenye nchi za tatu, wako Marekani, Australia, UK, yuko Sweden na pengineko huko Canada, wapi. Je, vipi hapo, kuna muunganiko kati ya wale vijana wa kule na vijana ambao wako hapa kambini? Haijalishi uende wapi, wewe ni bado ni wa ile asili. Kwa hiyo haijalishi we Marekani, haijalishi we Canada, haijalishi we Australia, Sweden, ina maana nchi yoyote ambayo ni ya nje ya hapa tulipo, wewe bado ni wa kwetu.
Kwa sababu unaweza kununua vitu vingine lakini asili uwezo kununua. Tuna ushirika, na kama unavyojua hili swala lipo incentive. Mtu akipenda, mtu asipopenda ni yeye. Lakini tuna ushirika na wao, na tukatazi mtu yeyote kujiunga na sisi, na tukatai msaada wa mtu yeyote, na tukatai ulizo la mtu yeyote, mapendekezo ya mtu yeyote. Ina maana tuna ushirika na wale watu, na kuna baadhi yao ni watu wetu, na niseme vijana wote ambao wapo nje ni vijana wetu tu, kwa sababu ipo siku tutakutana na tutatamani tushare kitu kimoja. Kwa sababu kama mimi nimekaa karibu ya wazee, endapo tutakuja kukutana na wao, sisi tunaelekea uzeeni, atatamani ushauri ule mdogo nilioupata kwa wazee, ama yale mafunzo niliopata kwa wazee atatamani na yeye. Kwa hiyo hatuna mipaka ya kumpokea mtu aliyepotea katika asili yetu. Kwa hiyo tunao ushirika, licha kwamba kuna changamoto moja. Kuna vijana wengi unakuta kwamba ni watu wamekomaa kisasa sana, kama watoto wa 2000 mnavyosema. Unakuta kwamba mtu anapoteza asili yake na hataki kuisikia kabisa, ila nijue kwamba siku ya kifo chake, hata kama hatoshuhudia, lakini nafsi yake itashuhudia. Itaona kwamba yeye hangestahili kuzikwa bila asili yake kujulikana, ama baadhi ya matukio ya asili yake kufanyika kwenye msiba wake. Kwa hiyo niwape pole, na pia vile vile tuna baadhi ya watu tulikuwa nao tayari wako abroad sasa hivi, na tunawasiliana nao mambo mengi tu. Kwa hiyo tuna ushirika na wale ambao wamejitoa na wapo tayari kujiunga na sisi. Ndio. Ya, asante sana ndugu mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani. Niko na kiongozi mwenyekiti kabisa wa umoja wa vijana wa Kifuliru na Kivira kambini Nyarugusu, lakini pia mahali pote wana connection. Ikuko kijana wa Kivira na Kifuliru uko nje ya Afrika, uko nje ya camp, umoja huu unakuhusu, kwa sababu wanaelimisha mambo mengi, wanafanya mambo mengi kwa ajili ya kukuza vijana kwa mambo ya asilia na kujua mila na desturi. Ni vizuri sana. Lakini pia kuna kitu kikubwa sana ambacho kimeandaliwa na vijana wa Kifuliru na Kivira. Nitaomba kiongozi ufafanue hiki kitu ambacho unachokiandaa ni kipi? Kitu kikubwa na ni kitu kizuri ambacho mimi mwenyewe nikianza kukizungumza huwa nasikia utamu fulani, raha fulani, yani nasikia nipo kwenye ulimwengu mwingine, kwa sababu ni kitu ambacho hakijawahi kutokea mazingira yetu. Tuliona kwamba ni vyema watu wamepokea kwa shangwe, kwa furaha kubwa, kusema kwamba tufanye tukio kubwa sana hapa kwetu kambini, la kusema kwamba tufanye sherehe itakayojumuisha kijana wa Kifuliru na Kivira kwa miaka yote na miaka ijayo. Ina maana hii itakuwa rasmi kuanza umoja wetu, itakuwa rasmi kuonesha ushirika wetu, itakuwa rasmi pia hata kufundisha watu wa asili zingine kwamba itawaweka shamra kuiona hii ambayo tunaiandaa, na ni kweli ni kali ya mwaka ambayo haitokaa watu waisahau katika mazingira yetu ya hapa. Hata kama mtu wewe kaburini lazima utaikumbuka. Kwa hiyo tunaandaa sherehe ambayo ni tamu kuliko neno sherehe. Watu watasherekea, watafurahi, wataona mambo mengi, wataenjoy. Yani sijui nieleze yani katika aina gani. Hiyo itafanyika tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2025. Yani kiukweli kweli, najua una maswali mengi ambayo utauliza kuhusiana na sherehe, lakini nitangaze tu rasmi kwamba kitu tunachokiandaa ni sherehe ya vijana wa Kifuliru na Kivira kambini Nyarugusu. Na pia vile vile lazima itakwenda kujumuisha hata baadhi ya watu tumewaalika, hata watu wa kabila zingine lazima watakuwepo, waje waone kabila letu, waone asili yetu, waone utamaduni wetu sisi. Kwa hiyo nafikiri nao watafurahi na wataenjoy. Na nafikiri kuna baadhi nao watatamani kugeuza kabila ili wawe Wafuliru ama Wavira. Kwa hiyo itakuwa vizuri sana kuliko. Nikimnukuu kiongozi alivyosema kwamba na baadhi ya kabila zingine zimealikwa kuja kusherekea pamoja na kabila la Kifuliru. Nikombe mtazamaji wangu wa Abedi TV, endapo wewe sio kijana wa Kifuliru, uko
wa kabila nyingine umealikwa pia kuja kujumuika. Alisema tariki 12 ya mwezi wa 7 mwaka huu ataupiga mwingi sana. Sherehe hiyo itakuwa hapa kwetu. Sijui nitoa announcement yenu inasemaje kuhusiana na maeneo kama hivyo? Maeneo kila watu wanatamani tufanyie kwao kwa sababu ya furaha na moyo wa upokeaji, shangwe, vigelegele. Unakuta kila mtu anasema tufanyie sehemu fulani, tufanyie sehemu fulani. Ina maana hatujachagua location rasmi, lakini niseme tu kwamba katika swala la mapendekezo mengi yanaangukia kwamba tutafanyia kwenye kanisa la Sepe ya Mpendo ambalo linapatikana Ade, lakini haijakuwa rasmi, ila nitangaze kwamba maoni ya watu wengi wanatamani hiyo sherehe tuifanyie pale. Kwa hiyo tuwe na matumaini ya kufanyia sherehe yetu pale, na endapo kutakuwa mabadiliko yoyote ya location, nafikiri watu watajua kwa sababu watu wanafuatilia, watu wanatamani kujua ni sehemu gani. Lakini mimi nimetangaza rasmi kwamba maoni ya watu wengi yanapendekeza pale, na sisi kama uongozi uwezo ukafanya kitu peke yako ile last decision bila hata kushirikisha watu wako. Kwa hiyo sisi tunafuata watu wanachokiona ni bora, ni hicho. Kwa hiyo kiufupi tu ni ndo location hiyo ambayo tunatarajia kwenda kufanyia kwa sherehe yetu. Asante sana. Na vipi mwenyekiti wako makamu, vipi, ni mwanaume mwanamke? Mwenyekiti wangu makamu ni mwanamke, tena ni mwanamke mjasiri. Kama amechaguliwa ni kwa sababu pia wameona uwezo wake. Wameona uwezo. Unajua mwanamke anapokuwa katika uongozi ina maana ana vichwa viwili, ana kichwa cha baba na ana kichwa cha mama. Kwa hiyo yule ni mwanamke ambaye namuamini sana kwenye swala la uongozi, ananisaidia. Hata mimi mwenyewe nimeona bila yeye kazi yangu haiendi. Nafikiri kwenye muhula wangu huu ni fahari sana ambayo najivunia kwake. Na naitwa Esther Malkia. Ni mwanamke msomi na mwenye uelewa wa uongozi na mwenye maadili mema. Pia anajua kuishi na watu kwa utu na hekima, busara, ubinadamu. Anaelewa hayo mambo yote. Kwa hiyo popote alipo, hata kama hajapata fursa ya kuwepo na mimi hapa, lakini ajue kwamba kama mwenyekiti mkubwa ambaye yeye atamfuata, nimesifia kazi yake leo rasmi kwa sababu sijawahi kusema uzuri wa kazi yake. Huwa naona mazuri anayoyafanya katika utendaji navunga tu moyoni, ila leo nayatamka rasmi kwamba ni mwanamke kati ya wanawake, na hao ndio wanawake tunaowahitaji kwenye ulimwengu huu. Ndio. Asante sana kiongozi mwenyekiti wa vijana wa Kifuliru na Kivira kambini Nyarugusu. Na niseme kwamba una neno lipi la kuambia vijana wako kama kiongozi kwa ajili ya sherehe hiyo ambayo unaiandaa? Mimi niseme tu kwamba kile kizuri anachokilenga ndicho kitakacho kuwepo. Ila na niombe kwa watu wengine ambao hawajachukua kadi basi waweze kuchukua. Ni shilingi 5,000 tu unajipatia kadi yako. Na pia vile vile lingine la kuongeza ni kwamba tunaenda kufanya kitu ambacho ni bora, na tunategemea tutapata watu kutoka nje ambao tayari wapo interesting kwenye hili swala ambalo tunaenda kulifanya. Na tutafanya tu makubwa sana. Watu wa nje wamepokea na wapo tayari kuwa wageni rasmi, na tuna wageni mbalimbali ambao wapo wanakuja kwa ajili ya kusherehekea na sisi. Kwa hiyo kitu tumekiandaa kwa gharama, na pia kitakachofanyika kitakuwa cha furaha na chenye gharama na uwaledi mkubwa. Ina maana kufika kwako, neno sasa ambalo ulikuwa umeuliza, kufika kwako ni ushuhuda wako. Kwa hiyo njoo ujionee. Chukua kadi kwa shilingi 5,000 utaingia. Na inafikiri kwa shilingi 5,000 unatumia chakula cha zaidi ya 5,000. Ina maana ile 5,000 inasaidia tu kwa mambo mengine, lakini maandalizi rasmi ya sherehe yapo. Kwa hiyo na ukitaka tena ukae kwenye sehemu nzuri ya VIP, utachukua kwa shilingi 15,000. Na pia ukitaka ukae siti moja na mwenziwe, ina maana kapo, basi ni shilingi 10,000. Karibu sana uweze kushiriki nasi vijana wa Kifuliru na Kivira hapa kwetu. Ya kijana wa Kifuliru na Kivira, lakini pia mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani. Ni sherehe kabambe, itakuwa ya kihistoria.
hutakiwi kukosa kabisa. Siku hiyo usimtume kijana wako dukani. Hivyo atakudanganya, tutamkuta ameshakuwa kwenye sherehe. Siombe mpenzi mtazamaji wa Abedi TV, usikose kushare, kusubscribe channel yetu, comment, lakini pia ulike ili uendelee kupata update za Abedi TV. Naamini Abedi TV itakuwa online siku hiyo kupeperushia matukio ya sherehe. Neno moja basi kwa ajili ya wana Abedi TV. Asante sana. Wana Abedi TV ni wa kwetu wote, hata mimi ni mwana wa TV hii. Ni sherehe ambayo tumegharimu sana pesa nyingi. Pia tuna mengi ambayo tutayafanya yatakuwa yakipitia Abedi TV. Usiwe unasubiri uambiwe, unaweza ukasubscribe, ukashare, ukalike na comment ili uwe wa kwanza kuwa unapata matukio ya Abedi TV. Na katika yale matukio pia na sisi utakuwa ukiona mengi ya kwetu, mazuri ya kwetu na mengi tu ambayo kwa mula wangu mimi nitafanya. Natamani watu wote waone, dunia yote ione, ijue kwamba sehemu fulani kumeamka kitu fulani ambacho kinahusika na Wafuliru na Wavira. Ni jambo la maana na ni jambo la msingi, kwa sababu katika umoja wetu huu tutatumia vitu vingi sana, yani asili yetu, masomo yetu, kila kitu ambacho Mungu katujalia, yani katuwezesha, lazima pia tutakishirikisha katika utamaduni wetu. Ni hayo tu, itakuwa ni vizuri. Asante sana. Abedi TV, jicho la nyumbani. Saduma Maisha, nyuma ya kamera Rauli Graphic. Abedi TV, jicho la nyumbani.